imamu mmoja zahid, mcha Mungu mkubwa katika watu wa cha Mungu wa zamani, alikuwa anaitwa Az-Zahid. Huyu Imamu Zahid siku moja alikuwa anampima Allah, je, atampa riziki atakapojificha? Yaani Mwenyezi Mungu bwana amesema pahala popote utakapokuwepo, yarzuquhu Allah ta'ala min ghairi la tahtasib, utaruzukiwa na Allah bila kutarajia, bila matarajio. Hasa huyu bwana mkubwa siku moja akamuaga mkeo, bwana mke wangu, kesho asubuhi nataka nikampime Allah, je, Allah ataniruzuku kule nitakapokwenda? Nataka niende pahala ambapo hanioni yote, alafu nione je Allah ataniruzuku. Bwana mkubwa asubiri mapema 11 anaondoka, hakuna anemuona. Anasema inabidi niondoke muda ambao hakuna atakayeniona, kwa sababu kilo atanifuatilia wakaniletea riziki, sitaki kuonekana na mtu. Bwana mkubwa anatoka, baada ya kutoka anaenda ndani misituni ambapo watu hawafiki, na ndani ya msitu kuna mlima mkubwa, na ndani ya mlima huo kuna pango refu kweli kweli. Basi Imamu Zahid akaingia ndani ya lile pango, alafu akaenda akakaa mwisho kabisa wa pango kule. Anasema nataka nimpime Allah, je Allah ataniruzuku hapa nitakapokaa? Allah ataniletea riziki yangu? Amekwenda saa 1, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Allah akashusha mvua. Baada ya kushusha mvua, kumbe kwenye lile pango le kuna njia watu wanapitaga. Allah anashusha, kaleta sababu, kashusha mvua. Baada ya kushusha mvua, kuna watu walikuwa na msafara wanapita, wakawa wanapita karibu na lile pango. Wakati wanapita karibu na lile pango, basi wakaona jamani, mvua imekuwa kubwa sana hii, tusije tukalowana na maji, cha msingi tuingieni kwenye hili pango. Wale watu wanaingia ndani ya pango. Baada ya kuingia ndani ya pango, basi wamekaa, mmoja akawa anatembea tembea. Katika kutembea tembea akaenda mpaka ndani mwisho wa pango. Akastaajabu kumuona mtu amekaa amewapa mgongo. Yule bwana haraka sana na kwenda kuwaita ndugu zangu, jamani twendeni mkaone maajabu kule, kuna kitu cha ajabu nimeona. Mtu kakaa peke yake, hasemi na mtu wala hafanyi chochote. Kumbukeni Imamu Zahid anampima Allah, atampa riziki kule alipokaa, atamletea riziki. Basi wale watu walichofanya wote wakaenda, baada ya kufika wakamsalimia. Baada ya kumsalimia haitiki salamu, haongei chochote. Wale watu wakasema jamani, huyu bwana mkubwa huenda akawa ana njaa sana, huenda akawa ameshikwa na baridi kwa sababu ya hii mvua hii, huenda pakawa pana baridi sana. Kipi cha kufanya? Hebu leteni moto karibu hapa, tumkokee moto, tumwashie moto, afu tuone ataongea. Wanachukua kuni wanawasha moto, baada ya kuwasha moto bado haongei. Mmoja akasema jamani, huenda huyu bwana mkubwa ana njaa, kwani tusimpe chakula? Wanakwenda wanachukua chakula wanampa kwa ishara hali. Mmoja anasema jamani, huenda akawa halagi chakula, labda anakunywa maziwa, hebu tumleteni maziwa. Wanachukua maziwa wanamletea, hapokei. Mmoja anasema jamani, huenda hanywagi maziwa ambayo hayajachemshwa, tuyachemshe ndio tumpe. Wanachemsha maziwa wanampa, hawachukui. Mmoja akasema jamani, huenda huyu bwana maziwa yasiokuwa na sukari hanywi, hebu tuchukueni sukari tutie anywe. Watu wanachukua sukari wanatia kwenye maziwa, kesha wanampa. Baada ya kumpa anakataa. Mmoja akasema huyu bwana huenda hana nguvu ya kunyanyua kikombe, kwa hiyo cha kufanya, hebu mmoja akamate, fungue mdomo tummiminie tu moja kwa moja. Wewe maana kunja kuchukua hataki, kufanya hataki, kwa hiyo tummiminieni tu, huenda akanywa. Baada ya kutaka kufanya tukio hilo, Imamu Zahid akawa anacheka. Wale mabwana wakasema ya sheikha anta majnun, wewe ni mwenda wazimu? Sema hapana jamani, mimi sio mwenda wazimu, na naongea vizuri, nakula vizuri, isipokuwa mimi hapa nilikuja kumpima Allah, nilikuja kumtesti Allah, je anaweza? Leo nimeamini kwamba Allah anaweza. Pahala popote utakapokuwepo, riziki yako shekhe utaipata. Pahala popote riziki yako utaipata shekhe. Usiwe na mashaka na riziki yako, ondoa mashaka katika riziki. Kikubwa ninachokushauri leo Ijumaa, tawakkala ala Allah, mtegemee Allah. Ukimtegemea Allah shekhe, ujue Allah lazima atakuruzuku. Alafu jua katika maisha, usijizoesha kila siku unapata tu unapata we, kuna siku utakosa. Msemaji mmoja anasemaje? Al-yawmu laka wa yawmun alayka, fa idha kana laka fala tabtar wa idha kana alayka fala tafjar.
kwamba siku moja ni yako, siku moja sio yako. Na leo shekhe, ukipata leo hii ukipata riziki, ujue kuna mwenzako leo hajapata. Leo ukipata riziki, ujue kuna mwenzako leo hajapata. Kesho usipopata riziki, kesho kama Allah atakupa afya ukapita kutafuta ukakosa, wala usilalamike. Hiyo kesho ambayo umekosa, kuna mwenzio ambaye leo hakupata ndio kapewa kesho. Hivyo ndivyo Allah alivyoweka mfumo mzuri wa maisha ya mwanadamu. Tusiishi tukao tunalalamika kwa sababu ya riziki. Tusiishi tukawa yani tunakuwa tunawanyonge kwa sababu hatupati riziki. Hapana, siku moja ni yako na siku moja si yako. Siri ya maisha, tawakkal ala Allah, tawakkali kwa Allah, tegemea kwa Allah. Wa man yatawakkal ala Allah, na mwenye kutegemea kwa Allah basi Allah anatosha kuwa ni mwenye kutegemewa.